Wakati mwingine kuna biashara unaweza ukaifanya ukahisi kwamba unaenda kupata faida, kumbe ndo unaleta hasara sana. Lakini wakati mwingine kuna biashara ambayo unaweza ukafanya kama una beti hivi, yani unabahatisha, unabashiri. Lakini biashara nyingine unaweza ukiamini kwamba hii naifanya, naamini faida inakuja. Ni moja kati ya vitu ambavyo viliwatokea Manchester United. Sijui ni kitu gani ambacho kiliweza kuwakumba juu ya Antony. Tangu uhamisho wake Antony wa mkopo kutoka Old Trafford mwishoni mwa Januari mwaka jana, mchezaji huyu wa kimataifa wa Brazil amesaidia kubadilisha msimu wa klabu yake mpya ambayo ni Real Betis. Wa Swahili tunasema mwenetu anaupiga ama anauwasha kweli kweli. Betis wamethibitisha kuwa Antony amekubali mkataba hadi mwaka 2030. Betis walifurahi kutangaza kusalia kwake. Kwa kauli hii tunaweza tukasema Manchester United wamekwisha mpoteza Antony. Betis ametoka nafasi ya 9 kwenye msimamo wa Liga hadi nafasi ya 6 na pia amefuzu mashindano ya Europa, huku Antony akiwa na mchango mkubwa katika kuwapeleka katika hatua yao muhimu kwenye mashindano ya Europa. Katika mechi 25 tangu ajiunge Betis ameshinda game 13 na kutoa sare 8, ikipoteza game 4 pekee. Mabao 51 ya jumla katika muda huo ni ya kiwango bora. Antony amechangia moja kwa moja kufunga mabao 18 na kutoa assist 13. Real Betis wamempa Antony upendo wa kujiamini, wamemchezesha katika nafasi nzuri na kumchezesha kila wakati. Amekuwa na mchango wa juu na amekuwa na hisia nzuri kuichezea Real Betis. Antony alikuwa mmoja wa wachezaji wa kwanza kusajiliwa na Erik ten Hag mwaka 2022 akitokea Ajax. Ada ya euro milioni 95 ikipanda hadi euro milioni 100 ilimaanisha Antony kuwa mchezaji wa pili ghali zaidi katika historia ya Manchester United baada ya Paul Pogba. Katika msimu na Manchester United, Antony alicheza mechi 44 akifunga mabao 8 na assist 3. Katika kampeni iliyofuata akiwa na United, mechi 17 kati ya 38 aliingia kama mchezaji wa akiba na kutumika katika mechi ya fainali ya kombe la FA dhidi ya Manchester City. Mgogoro huu uliendelea hadi msimu wa mwaka 2024-25 na kuanza mechi ya ligi kuu kabla ya kuhamia Uhispania kwa mkopo na kujiunga na Real Betis. Sasa tunasema gari limewaka na Antony anaondoka na anaonekana pia kurudi vyema kwenye kiwango chake. Nini maoni yako? Mimi sina la ziada. Hii ni Talent Media. Mimi ni Ali Swaleh Mshana. Asante na kwaheri.